إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ndugu Islam, somo letu hasa ambalo ndio lengo letu tunaloliendea ni somo linalozungumzia unyenyekevu ndani ya sala, na atakayetunukiwa unyenyekevu ndani ya sala, huyo amepatiwa neema kubwa sana. Man utiya al-khushu'a fi salah faqad utiya khairan kathira, atakayepewa tabia ya unyenyekevu ndani ya sala, huyo amepewa khairi nyingi sana. Lakini kabla ya kuingia katika maudhui hiyo, tuliona tuanzie na mukaddima huu wa vipengele 6 hivi ambavyo ndio tunaendelea navyo. Haya mambo ni muhimu sana kuyatambua katika maisha yetu. Tulizungumzia almafhumu lisalah, nini sala kilugha na kisheria. Tukazungumzia nini hukumu ya sala. Tukaingia kwenye kipengele cha 3 muhimu sana, ma hiya manzilatu salah, ni ipi nafasi ya sala katika Uislamu. Sala ina thamani gani? Sala inatazamwa vipi mbele ya Allah? Thamani ya sala ni ipi? Jamani, kuna watu ambao wana nafasi tofauti. Rafiki ana nafasi yake, ndugu ana nafasi yake, ammi ana nafasi yake, mjomba ana nafasi yake, lakini nafasi za wote hao sio nafasi ya baba, na zaidi wote hawajachukua nafasi ya mama. Kuna mtu akifa katika akaribu na jamaa, huzuni itakuja, lakini kilio hakitokuwa kikubwa sana. Lakini tofauti na akifa yule wako karibu zaidi, min usulika wa furu'ika, katika mashina yako kama vile baba au mama, au katika matawi yako kama vile mwana wa kiume au mtoto wa kike. Hawa ni akrab na manzila yao ni kubwa zaidi. Basi vivyo hivyo sala mbele ya Allah azza wa jalla, thamani yake ni kubwa. Ma hiya manzilatu salah? Tuliona sala ni imaduddin, nguzo ya dini. Atakayebomoa sala ni kama kwamba ameidondosha dini. Tumeiona kwamba sala ndio ya mwanzo kuhesabiwa katika Uislamu, katika amali za mja siku ya Kiyama. Tumeiona kwamba sala ndiyo kitu cha mwisho kupotea katika dini ya watu. Ina maana kwamba ikipotea sala ndio ishamalizika dini, tena hana mtu tena dini. Tukaona kwamba ndio wasia wa mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaondoka duniani ni sala. Na jambo la 5 tukaona namna Allah anavyowasifu wanaoisimamisha sala na kuamrisha familia zao. Tukamwona Ismail alayhi salatu wasalam alivyosifiwa. Lakini pia jambo la 6 tukalizungumzia upande wa pili, wamezungumzwa kwa ubaya kiasi gani wanaopoteza sala na wanaoifanyia uvivu. Haya mambo 6 tuliyazungumza kuhusiana na manzilatu salati fil Islam, nafasi, position ya sala ndani ya Uislamu. Huyu sala ina nafasi gani? Tulizungumza mambo 6 na leo tunakamilisha 6 mengine. Tuione ni ipi manzila ya sala. Uislamu una nguzo 5, lakini nguzo muhimu sana baada ya iman ni nguzo ya sala. A'zamu arkani al-Islam. Abdullah ibn Umar ni mtoto wa Umar ibn al-Khattab, ni mwanachuoni huyu. Anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, buniya al-Islamu ala 5, Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Akataja Mtume ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah
wa anna Muhammadan rasulullah, na nguzo ya pili wa iqami sala, na hiyo ndio maudhui yetu, nguzo hii. Akataja wa itai zaka, akataja wa saum Ramadhan, alafu akasema wa hajjul bait. Hija kwa atakayeacha kwa sababu ya ubakhili wa mali au kwa uvivu tu, bado huyu ni Muislamu. Pia zaka ikiachwa na Muislamu mwenye uwezo wa kuitoa zaka kwa sababu ya ubakhili wa mali tu, bado ni Muislamu. Siam, mtu akaiacha kusudi hali ya kuwa ana uwezo nayo, huyu bado ni Muislamu. Sala akiacha, mbele ya kathiru min alulama wanaona kwamba huyu kashatoka nje ya Uislamu, na hadithi zimekuja wazi wazi kusema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafara. Kwa hiyo tunaiona kwamba sala ni nguzo muhimu. Alafu jambo la 8 tunataka kusema kwamba sala umuhimu wake na nafasi yake haikufaradhishwa kama faraidhi nyingine, bali haikupitia kwa Jibril. Ibada nyingine zimepitia kwa Jibril, Jibril akaja akamfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumueleza kwamba na hili nalo lishakuwa ni amri, na hili nalo linatakiwa kwenye dini, fikisha kwa umati wako ya Muhammad. Lakini sala ni kwamba Allah mwenyewe amempatia mtume wake min fawqi 7 samawat, juu ya mbingu 7. La 8 litaungana na jambo la 9 kwamba na idadi ya hizo sala alizopewa zilikuwa 50. Jamani, sala 50 hii inamaanisha kwamba kumbe malengo ya kuumbwa ni ibada, hususan ibada ya sala. Sala 50 emzigawe katika masaa yako 24. Hayo masaa 24 ukigawa mara 2 utapata 48. Utapata dakika 30 mara ngapi? 48. Hata 50 hujafika vizuri. Haya, tuseme ndio 48 karibu na 50. Ina maana ndani ya kila nusu saa ingekuwa kuna sala. Ndani ya kila nusu saa. Kwa sababu katika masaa 24 tunazipata nusu saa 48. Na tuisamehe hizo nusu saa 2 tuziondoe kutimia 50. Hizi nusu saa mara 48, ndani ya kila nusu saa pangekuwa na sala, na ingekuwa ni ya jamaa. Maana yake ni kwamba hufiki nyumbani baada ya sala ulioimaliza, ila ushaitwa tena msikitini kwa sala ijayo. Huo ndio uwasilia wa dini yetu. Sala zilikuwa ziwe 50. Hazijawekwa hija hata 2 kwamba ni faradhi kwenye dini. Zaka mara 1 kwenye mwaka, tena kwa mwenye uwezo. Siam ni hizo siku 29 ama 30 kwenye mwaka, tena kwa mwenye uwezo wa siam. Hija atakayekuwa na uwezo wa hali na mali, zaka mwenye uwezo wa mali, siam kwa mtu ambaye ana uwezo wa hali, kama hali hairuhusu anaambiwa alishe, na kama kulisha pia hawezi, yote yashakuwa hayajatendeka. Sala kwa muda wa kuakili ipo, hakuna sa mtu anaitwa huyu hawezi sala. Kama ni mwenda wazimu ni kwa sababu hana akili, kashatoka nje ya duara huyo. Ina maana kwamba sala ni kwa wote, mgonjwa kitandani, maututi kwa muda wa kuwa na akili yake, hata ikiwa ICU kule kule atatakiwa sala. Sala 5 zina nafasi kubwa sana katika Uislamu. Sasa asili yake zilikuwa 50. Namna Allah anavyoipenda sala, asili kazifaradhisha 50. Kisha akafanyiwa takhfifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatimaye mpaka zikawa 5 badala ya 50, lakini ujira ukawa pale pale ni 50. 50 fil mizan wa 5 fi a'mali al-insan. Ni 5 katika matendo ya mwanadamu kiutendaji, lakini kimalipo ni 50 katika mizani. Hilo pekee yake linaonyesha kwamba sala ni ibada kubwa kweli. Mtume alipokuwa akiteremka akikutana na Musa alayhi salatu wasalam, na Musa anamshauri kwamba nenda kwa Mola wako kamuombe takhfifu. Ikiwa Allah alisitaka asili yake ziwe 50 hizi, ingawaje kashajua litakalokuja tokezea,
Hapo alitaka tujue kwamba sala ni muhimu sana. Jambo la 10 lenye kuonyesha manzilatu salati fil Islam ni kwamba ndio Fatiha na ndio khatima. Sala ndio ufunguzi na sala ndio ufungizi. Yaani Allah amezifungua amali za almuflihin kwa kutaja sala na akazifunga amali zao kwa kutaja sala. Yaani sala ndio kaitaja mwanzo, kafungua utajo wa amali za waliofanikiwa kwa kuanza sala na akamaliza kutaja sifa zao kwa kuitaja tena sala. Allah anasema hivi, qad aflaha almu'minun. Waumini ni akina nani hao ambao washafanikiwa? Allah anasema washafanikiwa waumini, washapata mabustani ya peponi, washaozeshwa wake katika al-hurul ain, washapewa nyumba za dhahabu na fedha. Waumini hao washapata maisha ya milele katika ujana wa kifalme na neema na starehe na kila aina ya matamanio, na washaokoka na moto na vitisho vyake na adhabu yake. Ndio mafanikio, washafanikiwa. Nani hao waumini? Sifa ya mwanzo, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao ni wanyenyekevu kwenye sala zao. Sifa ya mwisho akaja akasema, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na ambao sala zao wanazihifadhi. Sala ndio imekuwa al-Fatiha na sala ndio imekuwa al-Khatima, ndio kifunguzi na ndio kifungizi, kwa maana ya kwamba sifa yao ya mwanzo imetajwa sala na ya mwisho ndio hiyo. Kasema hivi, alladhina hum fi salatihim khashi'un, kisha akasema walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, na waumini wa kweli ni wale ambao mambo ya pumbao wanayapuuzilia mbali, hawashughuliki na pumbao wao. Walladhina hum lizakati fa'ilun, na ambao zaka wanaifanyia kazi. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, na ambao tupu zao wanazihifadhi, hawazitumii katika haram. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, ila kwa wake zao na watumwa wao. Fa innahum ghayru malumin, hao si wenye kulaumiwa. Wake ni halali zao na watumwa wa kike katika kile kipindi ambacho palikuwa na watumwa pia na wale ni halal. Faman ibtagha wara dhalik, atakayetaka sasa kutimiza matamanio yake kinyume na hayo, fa ulaika humul aadun, hao ndio wavukaji mipaka. Hao wameshavuka mipaka ya Mola wao, ndio maadui. Alafu akasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na waumini wa kweli ni wale ambao amana zao na ahadi zao wanachunga. Akamalizia tena walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na ambao sala zao wanahifadhi. Jamani, sala si ndio imetajwa mwanzo halafu ikatajwa tena mwisho? Sababu kubwa ya al-falah, mafanikio, ni sala, na ikitajwa sala hutajwa sambamba nayo mafanikio. Muadhin anasema hayya ala sala mara mbili, alafu anasema hayya ala al-falah, na katika iqama kuja sema hayya ala salah, hayya ala al-falah. Na Allah alipoitaja sala yenye unyenyekevu akasema qad aflaha almu'minun, ndio falah. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Na mtume akasema kwamba la mwanzo kuhesabiwa siku ya kiyama sala ikitengenea, faqad aflah, mja ameshafanikiwa. Kwa hiyo ukiambiwa starehe za peponi ni kwa waliofanikiwa bwana, wenye sala za kweli. Akhira kuna mahitaji kama ilivyokuwa mwanadamu duniani ana mahitaji. Na ukisikia kauli zinasema maisha ni magumu bwana, basi akhira pia kauli kama hizo zitakuwepo. Watasema kwa jahannam, haya ni maisha machungu, hii leo ni adhabu nzito. Haya ni maisha aina gani haya? Hadha yaumun asir, hii ni siku ngumu hii. Haya yametajwa kwenye Al-Qur'anul Karim. Na walofanya vizuri duniani, ile siku itakuwa tamu laini, wameiandalia vizuri amali zake. Sala inatakiwa itupatie mafanikio ya kweli. Hili ni moja limeonyesha sala ina thamani. Pametajwa zaka hapa katika suratul Mu'minun, imetajwa kuchunga amana hapa, limetajwa swala la ndoa hapo. Ndoa ni khairi kubwa, na kinyume cha ndoa ni watu kwamba watazini. Kwa hiyo watu wamehifadhi tupu zao, waumini wa kweli, ila kwa wake zao. Zimetajwa amali njema tukufu mbalimbali, lakini sala ni ya mwanzo, na sala ndio imechukua nafasi kubwa, ikatajwa na mwisho tena. Baada hapo tu Allah akasema hivi, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun, hao ndio watakaorithi. Watarithi nini?
alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, au ndio atakaurithi firdaus, humo watakaa milele. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum warazaqana Allahu wa iyyakum alkhushu'a fi salah wa thabbatana 'alayha hatta almaut. Firdaus, alfirdaus ilikuwa ikitajwa mbele ya masahaba, yatiru sawabuhum, huwa kama wamesikia jambo si la kawaida, washapata fadhaa, sasa wanaitaka kwa bidii na juhudi yoyote. Ni kama mtu sasa hivi umtajie jambo hivi ajisahau kwamba anasikiliza darsa, akajikuta ameshanyanyuka toka nje, uso wake ushabadilika kwa sababu kuna jambo moja kubwa akatajiwa na ambalo ndo limejaa kwenye akili yake. Hilo kwake ni kila kitu, anavoliwa na mwenyewe. Basi ndiyo janna ikitajwa mbele ya sahaba, ilikuwa inawaathiri sahaba. Hakujenga hamu kubwa juu ya chochote katika dunia hii. Hamu yake kubwa ilikuwa radhi za Allah na janna na usalama dhidi ya jahannam. Kwa hiyo watu watakaorithi firdaus ni watu wa sala zenye unyenyekevu. Jambo la 11 katika hiyo nafasi ya sala ndani ya Uislamu ni kwamba Allah amemamrisha nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafuasi waamrishe familia zao. Yani Allah anamwambia mtume wake, na kwa vile kamuamrisha mtume atakuwa kamuamrisha kila mmoja kati yetu sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasema wa'mur ahlaka bis-salah, na waamrishe watu wako kusali, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe vumilia, kuwa na subira juu ya kuidumisha sala. La nas'aluka rizqa, sisi hatukuombi riziki. Nahnu narzuquk, si ndio tunakuruzuku wewe. Wal aqibatu littaqwa, na mwisho mwema umewekwa kwa ajili ya takwa. Kila mwenye takwa mwisho mwema unamsubiri na atakuja pata mwisho mzuri utakaompa furaha. Hapo Allah anasema sisi hatukuombe riziki, bali sisi ndio tunaokuruzuku. Ina maana ya kwamba sala ni sababu ya kuruzukiwa. Mwingine anaona aache sala kwa sababu ya riziki, anaichelewesha sala, bali sheitani anaiba unyenyekevu kwenye sala na akili ya mwenye kusali kwa kumkumbusha riziki. Mipango yote anampangia kwenye sala, kwamba wewe pale kama utauza kwa bei hii basi utatoka, halafu yule si unamdai, sasa unapaswa kumfata yule, na huyu mwingine huyu si unajua kafanya hivi na hivi katika wafanyakazi wako, lazima umkalishe kitako, ataharibu biashara huyu. Anakupangia mipango yote yanahusiana na riziki tu na machumi ya dunia na anasa na starehe za dunia. Na amaki kashaila sala robo, nusu au yote, kakubakishia ulimi kwenye sala, kakubakishia mwili kwenye sala, kaiba moyo ndani ya sala, kitu ambacho kikubwa zaidi. Maksudio ya darasa yetu hii kwa kila atakayedumu inshallah biidhnillah akaisikiliza, na huu ni mukaddima tu, hatujaanza bado kwenye darasa yenyewe, ni kwamba vipi tutazihudhurisha nyoyo zetu ndani ya sala, vipi tutakuwa makini mpaka tuone nikiibiwa sekunde yangu moja nimekula hasara kuliko yule aliyetia hasara kwa mamilioni katika biashara yake. Sekunde moja ikiibiwa akili yangu ikatoka, moyo wangu ukawa haujanyenyekea, haujatafakari nilichokitenda au nilichokisema, hiyo ni hasara haina mfano, iyadhan billahi min dhalik. Kwa sababu sekunde moja ambayo wewe akili ilitoka nje, mwenzio akaendelea kunyenyekevu, akaendelea kwenye unyenyekevu, aya ikamchukua aliyoisikia au anayoisoma, au subhana rabbiyal azim akaitamka kwa hisia na kuitafakari maana, ikasafiri akili yake katika kutafakari huo ujumbe na ukubwa wa Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, huyo kashakuacha kwa masafa marefu, kwa masafa marefu sana. Sala ni jihadi ya kuhifadhi moyo usiibiwe. Sala ni mapambano, na hatojua mwanadamu hasara na uzito wa mambo kama haya ila baada ya kupata yaqini duniani au baada ya kuona kwa ainul yaqini mauti na malakul maut na akenda huko. Kama sasa hivi atafufuliwa aliyekufa, hachezi tena kwenye dunia hii. Takbiratul ihram itamkuta tu siku zote yuko msikitini ameiwahi, tena safu ya mbele, na unyenyekevu wake akiingia kwenye sala, huyo ndo kashaondoka, hatunaye tena, hayupo duniani. Kuna watu kwa unyenyekevu wao ndani ya sala
ulitolewa mkuki kwenye mguu wake. Mkuki unakuwa una ncha nene nene huko mbele, ili ile ncha imekusudiwa ikiingia mwilini isitoke, maana ina nundu hivi. Ni chuma kinene alafu kina ncha. Zama ambazo hakuna operation, mtu anaambiwa tutakutoa vipi mkuki huu, anasema msubirini nikiingia kwenye sala, kwa sababu nakuwa sipo, mpaka ile hisia kama inapotea hivi ya huku duniani. Yuko na sala yake, katafakari, kasha safiri huko mbali katika ayatul jinan na ayatul niran na adhamatud dayyan, ukubwa wa Allah au aya za janna au aya za jahannam. Hizo aya zinamchukua katika qasasul anbiya'i war rusul, ukitajwa uwezo wa Allah na nguvu zake, namna alivyoumba viumbe na maajabu aliyofanya. Hayupo duniani kabisa. Basi Allah amewasifu hawa watu ambao wanaamrisha familia zao na wao wana hakika kwamba riziki zao ziko ndani ya sala zao. Hawana haja ya kuitoa akili ndani ya sala. Kwa nini upange mipango ndani ya sala, mipango ambayo kikawaida anakupangia Mola wako? Jamani, sheitani ni adui na anamsoma kila mmoja wetu lipi linamkuna zaidi kwenye moyo wake. Sheitani ni adui na anamsoma na kumjua mwanadamu huyu kwa sasa hivi akili yake imejazwa na kitu gani linamshughulisha. Kama ni maradhi, basi atakuletea huko mawazo kwenye maradhi yako, kwamba itakuwaje haya nikienda kupima, itakuwaje, sijui itatoka vipi. Na ndio maana yule bwana juzi aliniambia hivi, atakuzungusha humo, hakikisha kaila sala yako yote. Kama ni biashara ulitapeliwa, basi tena hapo unataka ujigomboe. Kama ni chombo kimeibiwa, unaanza kuwaza sala mwanzo hadi mwisho utakipata wapi, na sasa machimbo yatakuja katika akili na mipango kabambe yote yatakuja kwenye sala. Na ufunguo uliopoteza utauona, kama umepoteza ufunguo wa sehemu muhimu penye pesa nyingi, hapo pia ataizungusha akili yako ndani ya sala kupeleke huku na huku, lakini kukupa ufunguo ukaona hayo madola yako, hilo ni dogo kwa sheitani kuliko kurejeshea moyo wako ukaumo ndani ya sala yako. Ili kwake kubwa. Na wallahi leo hatujui, tutaenda kujua kwamba tunachoibiwa ni kikubwa zaidi kuliko tulichokitoa. Kama wale waliokuwa wakichezea vipande vya almasi bila kujua, akaja mzungu akawaambia, nikupeni hivi vizuri zaidi, vinang'ara-ng'ara, si unajua gololi pale kati ina rangi mbalimbali bwana. Wakawapa gololi, kumbe ni vigae, wakachukua dhahabu, wakachukua almasi, wakaondoka nazo. Ni ulanguzi mkubwa kiasi gani? Hiyo ni ghubni kuliko hiyo sheitani anaifanya ndani ya sala za watu. Sheitani anafanya ghubni. Sheitani ni tapeli, lakini haibi pesa, hana haja pesa yako, ana haja ya dini yako, ana haja ya unyenyekevu wako. Vipi atauharibu? Na si kwamba uchukue yeye, bora huyu tapeli wa kibinadamu na huyu jambazi. Jambazi hafanyi israfu ati, anachukua mali, ukimletea shida tabu anaona kwamba haipati, sasa anakumaliza wewe, lakini mali kamfaidisha yeye. Sheitani akishauiba huo moyo, si kwamba ndo kapata yeye lolo likosesha wewe. Yeye lengo lake mwende jahannam sambamba tu, basi mkaharibikiwe nyote tu, ndo hamu yake sheitani. Sasa kwa nini riski nimeahidiwa mimi kupitia sala zangu na amali zangu, halafu hii sababu ya riski nikaiharibu? Na sababu gani mimi ya kuanza riski kwenye sala na mipango yangu? Nimtengenezee sala huyo ambaye ninamwabudu, niifanye vizuri, na si yeye kwamba mhitaji wa sala yangu, lakini nafanya vizuri nipate radhi zake, aniridhie, halafu yeye atatengeneza mambo yangu. Basi usiwe na wasiwasi, usishughulike na jengine, mfanyie lake ili yeye akufanyie lako. Kun lillah yakunu Allahu lak. Balozi hapaswi kuulizwa kabisa, hapasi kudadisi kwamba mimi sasa mnanitoa nchi yangu mnanipeleka huko, kula yangu je, mtalala wapi? Halafu wanangu watasoma wapi? Na hapa ndo nawasomesha hapa Zanzibar. Wewe ushachaguliwa balozi tena, si mambo yako yote yatasimamiwa? Utapelekwa wewe na mkeo na wanao, mambo yako yote yatasimamiwa. Usiulize tena mengi humo itakuwaje, na mie na nishazoea kihospitali fulani pale ndo kinatibu kwa bei rahisi.
Sasa huko tena nchi kubwa kubwa hizo, itakuwaje mambo yangu mie? Wewe si unatumikia taifa, utafanywa makubwa zaidi. Ndugu zangu Waislamu, kiumbe mbele ya muumba wake afanye vizuri tu, hayo yake asimshughulishe. Yeye si mtatuzi wa shida zake na riski zake, anayetatua shida zake na mambo yake ni Allah. Wa'mur ahlaka bis-salah, amrisha watu wako kusali, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe kuwa na subira juu ya sala, kuwa na subira juu ya kuamrisha. Watoto wako nataka kuwaleta msikitini, hususan katika salatul fajri, hapo lazima subira ifanye kazi. Wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa, sisi hatukuombi riziki wewe, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Abdullah ibn Umar anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin, waamrisheni watoto wenu kusali na wao wakiwa na umri wa miaka 7. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10, na wapigeni wakiacha sala wanapofikia umri wa miaka 10. Wafarriqu bainahum fil madaji', na tenganisheni baina yao katika malalo. Malazi yasiwakusanye watoto hususan wa jinsia mbili. Watenganishwe wakifikia umri wa miaka 10, watenganishwe. Jambo la 12 lenye kuonyesha manzilatu salati fil Islam ni kwamba sala ameamrishwa nayo hata alolala na alosahau. Alolala anaambiwa akiamka tu akasali, si kwamba usingizi ule mchukua labda bila kukusudia sala ikatoka nje wakati ndio kashasamehewa. Hapana, atailipa sala. Alosahau ni hivyo hivyo, na hili linaonyesha umuhimu wa ziada kwenye sala. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha, atakayesahau sala aisali mara tu baada ya kuikumbuka. La kafarata laha ila dhalik, hakuna kafara nyingine ya sala ila hiyo, lazima mtu akaisali tena. Riwaya Muslim imekuja, man nasiya salatan au nama anha fakafaratuha an yusalliha idha dhakaraha, atakayesahau ikampita sala, kagubikwa siku hiyo mpaka akasahau, au akalala sala ikampita, basi ailipe mara tu baada ya kuikumbuka. Wanavyoni wakasema Mtume kataja alolala, lakini alozimia pia. Kazimia mtu siku 3 au chini ya siku 3, akizindukana sala za siku 3 zote zile azilipe. Hiyo imepokelewa kwa Ammar ibn Yasir na Imran ibn Husayn na Samurah ibn Jundub, radhi za Allah ziwe wote masahaba 3 hao. Kwao imepokelewa kauli hiyo kwamba nalozimia pia azilipe sala. Ama itakapokuwa muda wa kuzimia ni zaidi ya siku 3, maulama wanasema fala qada, hatutakiwa alipe, kwa sababu aliyezimia muda mrefu kafananishwa na mtu ambaye akili imemuondoka kwa muda huo. Mwenda wazimu jamani, akiwa hana akili, au wale watu wanaitwa mwezi mchanga, wale siku ambazo akili haipo, hasali wala hafungi kama itakuwa ni Ramadhani. Akili ikirudi anasali, lakini zile sala za nyuma hadaiwi, wala zile siam zilizomkuta akiwa akili hana hadaiwi. Si tunawajua watu mwezi mchanga wanaathiriwa, yani wanaathirika na mwezi. Kuna siku akili wanayo, mara hawana. Wakiwa nayo majukumu ya dini yatawashika, wakati akili haipo majukumu yatawaacha. Nasallallahu an yahfadha lana uqulana wa qulubana. Ndugu zangu Waislamu, hayo mambo tuyataja hayo 12 hayo yote yanaonyesha namna sala ilipopata manzila kubwa katika Uislamu. La kwanza, sala ni imaduddin. Mtume anasema wa umuduhu sala, nguzo ya dini ni sala. Hii tumeitaja peke yake, hajiitaja pamoja na lile jambo tupotaja nguzo za Uislamu ni 5 kwa sababu hii imezungumzia dini nzima, nguzo yake ni nini? Sala. Kwa maelezo haya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sala ndio nguzo ya dini nzima, wakati katika hadithi hii imetajwa peke yake sala, na ndio maana tukakitaja kama ni kipengele peke yake. Ina maana ya kwamba ikianguka nguzo limeanguka jengo. Hadithi ya pili au jambo la pili tulisema cha mwanzo kuhesabiwa katika amali za mja ni sala kabla amali zake zote. Jambo la tatu, dini itapotea kidogo kidogo, lakini mwisho itabakia sala. Ikipotea sala tena, Waislamu hapo tena washapotewa na dini yao. Jambo la 4, wasia wa mwisho wakati Mtume anaondoka duniani, sala. Anasema as-salata as-salah wa ma malakat ayman. Jambo la 5,
wamesifiwa na Allah wanaosimamia sala na wakaamrisha familia zao. Jambo la sita, Allah amewazungumza vibaya sana waloharibu sala na wakafanya uvivu kwenye sala, hususan wale watoto ambao walikuja baada ya wazee wao wema waliosimamisha sala vizuri, wao wakaja wakaiacha dini. Jambo la saba, tumesema katika zile nguzo tano za Uislamu sala imechukua nafasi kubwa sana ya pili. Jambo la nane ni kwamba sala haikufaradhishwa ardhini, imefaradhishwa mbinguni, wala Jibril hakuwa kati na kati baina Allah na mtume wake katika nguzo ya sala, bali Allah mwenyewe kamwamrisha mtume wake moja kwa moja. Jambo la tisa, tumeona na sala zenyewe zilianza kufaradhishwa 50. Sasa hii inamaanisha kwamba kumbe hatukuumbwa kwa ajili ya kula, kustarehe wala kufanya kazi madukani. Lao ingekuwa sala ni 50 na masaa yetu 24, masaa 24 tumegawa nusu saa tu tumepata 48. Sasa hazijafika hata hizo 50. Nusu saa hizo, ndani ya kila nusu saa pangekuwa kuna sala jamani. Pana nafasi ya ofisi na duka hapo. Ina maana sala ni kitu kikubwa. Sala hiyo. Lakini pia na sala hii ndugu zangu ndio unaikuta kwamba wamepewa hata hao malaika mbinguni. Wengine wako kwenye rukutu, wengine wako kwenye sujud. Jambo la 10, Allah alipoanza kutaja amali za waliofanikiwa akaanza na sala na kamalizia na sala. Alipotaja hao waumini waliofanikiwa, qad aflaha almu'minun, akasema alladhina hum fi salatihim khashi'un, na mwishowe akasema walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Insha Allah akataja watachokirithi ambacho ni Firdaus. Jambo la 11, Allah amemwamrisha nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake waamrishe familia zao kusali na waondoe wasiwasi na riziki juu ya riziki zao. Jambo la 12, aliyelala na aliyesahau pia wameamrishwa nao wasali. Haya ni mambo ndugu zangu muhimu sana, yanaonyesha umuhimu wa ibada ya sala na nafasi yake. Hayo yote mambo 12 tulikuwa tunazungumzia katika anwani moja. Ma hiya manzilatu salati fil Islam, ni ipi nafasi ya sala ndani ya Uislamu. Darasa ijayo inshallah tutaanza na kipengele cha 4 ambacho ni muhimu. Ma hiya khasaisu salah, ni mambo gani yaliyohusishwa katika ibada ya sala hayapatikani katika dhikri, hayapatikani katika ibada nyinginezo. Yani sala imehusishwa na mambo fulani fulani kiasi ambacho mambo hayo hayamo kwenye ibada nyingine. Utaona mambo kadha wa kadha. Kwa mfano jamani, katika sala ndio ibada pekee tunalazimishwa tuelekee kibla. Usipoelekea wewe huna ibada, mpaka muelekeo iwe mahala maalum. Wakati dhikri unaweza kuzifanya, hija siamu yako haina kwamba uelekee mahala fulani katika muda wote wa siamu, wala kufanya dhikri wala tilawatul Qur'an hulazimishwi juu hilo. Lakini sala lazima uelekee. Maulama wanasema hata sijida tilawa si lazima uelekee qibla, lakini sala lazima uwe umeelekea qibla, kwa sababu ni jambo moja kubwa na thamani yake ni hali ya juu. Nasallallahu salamata wal afia wa narju min Allah azza wa jalla an yuthabbitana wa iyyakum ala ma fihi hubbuhu wa ridah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.